Ruto anaongea kuhusu 666. Na anaongea hiyo bila kujua yeye anajiingiza kwa nini. Sababu Kenya ningesema asahau kabisa mambo ya hiyo New World Order. Asahau kabisa. Kenya haitaingia kwa New World Order. Kama kuna mtu angefaa kutolewa jana kwa kiti ni Rais Ruto. Ruto ajui venye anafanya. Ajui ni nini analetea nchi wa Kenya. Kama mnaweza nisikia kwa makini, zile nguvu ambazo hawa watu wanatumia ni za kisetani. Lakini kuna kitu nataka kuomba wa Kenya, wale waomba Mungu. Ukiwa mahali huko, kama wewe ni muombaji, enda kwa magoti. Sababu this guy hakuna mtu anaweza mtoa pale. Yule ambaye anamweza ni Mungu peke yake. Kama huko na jicho ya tatu na unajua ni nini kiko mbele, anguka kwa magoti. Tenga siku moja, yule ana uwezo wa siku moja. Tenga siku tatu, yule ako na siku tatu. Tenga wiki moja. Tunaambia Mungu akatae kabisa kuingiza Kenya katika system ya 666 ambayo Ruto ana champion saa hii. Ameachana na mambo na development za nchi ya Kenya, ameingia katika mambo ya superpowers. Asante. Kwa majina ni Isaya Muriithi, mjumbe wa Mungu kutoka Nakuru County. Na shukuru Mungu, na nataka kuongea ni continuation ya the situation in Kenya na kingship ile ambayo wa Kenya ambao hawajachagua ama kuna kingship inaendelea katika nchi ya Kenya. Nikianza nataka kuongeza watu wa Mount Kenya wengi ambao wamefunguka jicho ya tatu, sababu jicho ya tatu ni more important sana kwa maisha ya binadamu. Sababu kama hauna jicho ya tatu, kuna mambo utaweza kutofautisha ya kiroho na ya kidunia. Kwa wengi wale wako na jicho ya tatu, wanaweza kujua hali ya hatari ikija, wanaweza kujua wakidanganywa, wanaweza jua ni mambo gani wanafaa kufanya nini wakati fulani, wanajua muda, wanajua nyakati. Kwa hivyo kuwa na jicho ya tatu ni kitu ya maana sana. Kwa nini nasema hivyo? Mimi nasema hivyo sababu as we talk now, na nikiongea kuhusu the leadership in Kenya, na hii ni prophecy ambayo Mungu amekuwa akinipea, akirudia mara kwa mara, na ananiletea nini kinaendelea katika nchi ya Kenya. As we talk now, munaona uongozi vile Ruto sahi ameanza kuongea. Ameanza kuongea vitu zingine ambazo asipelekani na nchi ya Kenya. Ni vitu zake ambazo watu wengi wanauliza ametoa wapi. Ruto anaanza kuongea mambo ya New World Order. Hii mambo ya New World Order ametoa wapi? Na haiko kwa policies za nchi. Unajua nchi inapelekwa na policies. Kenya iko kwa policies za New World Orders. Hizi vitu Ruto unajua yeye ana target kuwa popular in a way, kama ati Mandela ama akina Wangari Maathai, watu kama hao. Unaona alianza kwa kuanza kupanda miti akifikiria hiyo itamweka on top of the world, lakini haikuwe, sababu huyu mtu hana nyota. Tayari alikataliwa na Mungu, na Mungu alisema ni rais wa giza. Ni mtu ambaye misingi yake haipelekani na Mungu. So akiongea mambo ya New World Order, anaongea kuhusu mambo ya nchi zile kubwa kubwa kama US, Russia, China. Hizo nchi kubwa vile zinapanga mikakati ya kunyanyasa wengine na kuweka kuleta currency moja, kuleta government moja,
kuleta, yani tuwe tuko katika government moja, lakini yeye anasahau Kenya si haiko kwa hiyo lengo. Kenya Mungu ameiwekea jambo lingine, na ndilo tunasema saa hii the kingdom of peace, yani kingdom ambayo italeta amani katika Afrika na nchi zingine za Asia na Southern America. Ndio hiyo kingship itaenda ishikanishe hizo nchi zote za South Americans, Asia na Afrika yote. Kwa hivyo itakuwa government ambayo ina uwezo, lakini haitaingia kwa system ya Antichrist. So Ruto anaongea kuhusu 666 na anaongea hiyo bila kujua yeye anajiingiza kwa nini. Sababu Kenya, ningesema asahau kabisa mambo ya hiyo New World Order. Asahau kabisa. Kenya haitaingia kwa New World Order. Sababu yeye ni mtu binafsi sana na anatumika. Kama kuna mtu angevaa kutolewa jana kwa kiti, ni Rais Ruto. Ruto ajui venye anafanya. Ajui ni nini analetea nchi. Mimi nikipata mtu wa kutoa Ruto, sababu kuna vitu zinahitajika kabla ya hawa wazungu waweke one system. Kuna vitu Mungu ambayo anaelekeza kwa nchi ya Kenya ambaye Bwana Ruto ana delay. Hizo vitu ndizo zitafanya Kenya irule the whole world. Hizo vitu Ruto akiwa pale asiwezi wekwa. Na hawa wanasiasa pia wakiendelea kufanya hivyo, wanafanya wanadileisha zile vitu Mungu anataka zikue. Lakini kulingana na vile ameanza kuongea mambo ya New World Order, anajiweka kiatu ya watu wengine ambayo hafai. Anafaa hii mwaka, sababu wazungu wamepanga this year ndio wata accomplish their mission of New World Order. Umesikia Vinland leader alikuwa huku akasema amekuja huku sababu Kenya itakuwa one of the game changers of New World Order, of which Kenya haitaiweza kuingia na hata Afrika haitaingia, sababu sooner than later Mungu anakuja kuangusha serikali, na ataangusha serikali kupitia nchi ya Kenya ambayo mipango amewekea nchi ya Kenya. Anakuja kuangusha serikali zingine na asiweke katika kingship ya ile ambayo inakuja katika nchi ya Kenya. So ningeomba wa Kenya, kama munaweza nisikia kwa makini, zile nguvu ambazo hawa watu wanatumia ni za kisetani. Lakini kuna kitu nataka kuomba wa Kenya, wale waomba Mungu. Hata kama we ni Mkatholik, hata kama we ni Protestant, hata kama we ni Muislamu, kuna kitu nataka kuwaomba ndio tu finish hii safari pamoja. Nataka kuwaomba, ukiwa mahali huko, kama we ni muombaji, enda kwa magoti. Sababu this guy hakuna mtu anaweza mtoa pale. Yule ambaye anamweza ni Mungu peke yake. Hata mjishughulishe na mambo ya uchaguzi sana, hiyo ni kitu ambayo ya kupitia. Yeye hawezi toka bila maombi. Hiyo ndio silaha ambayo sisi wa Kenya tumeachiwa. Kama huko, nimesema tena na nitarudia, kama huko na jicho ya tatu na unajua ni nini kiko mbele, anguka kwa magoti. Tenga siku moja, yule ana uwezo wa siku moja. Tenga siku tatu, yule ako na siku tatu. Tenga wiki moja, yule ako na uwezo wa siku tatu. Na Mungu najua atawasaidia. Tuombe, tuhakikishe hiyo mambo ya 666 Ruto anasema haitaingia katika nchi ya Kenya. In the name of Jesus, haitaingia. Hiyo mambo ya New Order Ruto anasema tumekataa kabisa. Tunaambia Mungu akatae kabisa kuingiza Kenya katika system ya 666 ambayo Ruto ana champion saa hii. Ameachana na mambo na development za nchi ya Kenya,
ameingia katika mambo ya superpowers. Na ni superpowers, mumesikia juzi Amerika inalalamika. Na ndio ilikuwa imeweka Kenya katika msururu wa nchi za NATO atina ikakuwa elevated, ikawekwa juu mahali ambapo sisi wenyewe kama nchi ya Afrika hatuwezi taka kuingia. Hata huyu Finland leader anasema ati Kenya itakuwa game changers. Kwa hivyo Kenya ukiangalia hivyo, kuna target ya kuna kikundi ina champion hiyo maneno. Na hiyo kikundi ndio tutatarget tutoe come 2027. Hiyo kikundi tutahakikisha haiko. Tunawajua kwa majina. We know how they operate. Tunawajua, tutawatoa katika nchi ya Kenya. Tutawatoa. Hatutakubali kuingia kwa new system. Hatutakubali, tutakataa. Knowing that Mungu anaongea na anasema vile tutafanya. Sababu hii fake government tumewekewa, fake government ambayo inakuja kutatiza nchi ya Kenya isiendelee. Fake government. Kwa hivyo wa Kenya msipokuwa macho, mtarudi kwa pale kwa 208 mahali tulikuwa. Na hapo watu wataenda wengi. Sababu hata ile system mpango wao ni kuua watu nusu, 1/3 of the world. Wakuve ndio waweze kuweka system vizuri. Sasa niambie, kama niulize, kama rais anasema muingie kwa system ya beast. System ya beast. Sasa tuende kwa beast. Na iko kwa Biblia inasemwa vizuri kwa Revelation. Tuingie kwa beast. Sasa sisi tuwe tunatumikia Shetani. Hata kama nyinyi Waislamu ama wa Kristo ama wa Catholic. Catholic mnatajwa, mnaitanishwa na Rome. Na Rome ndio itapepa beast. Lakini wa Kenya ikifika mahali pengine tunakataa, tunapiduka. Ikifika mahali pengine hatutaangalia Mkatholiki, hatutaangalia Muislamu, hatutaangalia Mkristo, tutakuwa kitu moja, tukatae mambo ya beast. Sababu beast ndio Ruto ana champion. Ana champion tuingie katika system. Kwa hivyo wa Kenya mkuwe macho sana. Huyu kiongozi hivyo mnasema mumtoe 2027. My friend, huyu mtu amejipanga. Ako na kikosi. Ako na watu wake. Na kuna watu bado hawajafunguka macho, especially wale wako karibu na yeye. Wale anatumia, wale anapea pesa. Wale ambao ni wapenda pesa. Lakini nafurahi sana saa zingine ukiwa mtu wa Mungu, kuna watu wa Mungu walirisk. Kama Joseph Arimathea alirisk kwa sababu ya Mungu peke yake. Alirisk sababu alisema wacha niende nitoe Kristo kwa msalaba nimsike kabla ya masaa ya kufika ya Sabbath. So Joseph Arimathea alirisk. Kwa nini sisi tusije tukarisk? Kwa sababu kwa manufaa yetu ya Mungu mwenyewe, kwa manufaa yetu. Turisk. Tuseme hatutaingia katika system ya beast. Pia kuna watu wengine walirisk. Akina Jacob walirisk. Walienda kudanganya papa yao, yeye amevaa ngozi ya kondoo. Ndio afikirie ni kijana ni Esau. Lakini alirisk ndio apate baraka zake. Kwa hivyo hata sisi tunavaa turisk. Tusikubali beast ituralie. Tufanye mbinu yoyote ile tutafanya angalau inji isiingie kwa shimo na huyu kijana anaitwa Ruto. We have to risk like the way Gen Z walirisk. Kwa hivyo inji yetu tuipiganie. Tusikubali system ya beast iingie katika nchi ya Kenya. Na wale waombaji, sisi atema kabila fulani ama kabila fulani, sisi sote wa Kenya tuingie kwa maombi in full swim. Mimi naambia it is like an order. I order Kenyans to go to full prayers. Yani waende kwa maombi
ambayo hakuna mtu ataweza kaa mbele kusimamisha, kukataza, sababu mahali huko ukiamua ni kuomba ukiwa Mkenya utaomba. I command all Kenyans to go for prayers. We are not ready to go for a beast. Hii beast ambayo Ruto anatuambia kuhusu one system ya dunia ni jambo ambalo liko kwa Biblia. Kwa hivyo hakuna mtu anaweza kataa hiyo. Ni kitu ambayo already tumeona na macho, wameanza kusema openly, wameanza kuleta uwazi. Kwa hivyo hakuna kuficha. Sasa ni tuseme tutopoe. Tutopoe tuseme hatuingii kwa Shetani. Tutopoe tuseme hatukubali hizo inji kubwa situingilie. Otherwise tunajua kuna inji ambayo Mungu atatumia kujenga inji ya Kenya. That 100% nimepewa inji ambayo tutashirikiana nayo tuanze mambo ya kujenga inji ya Kenya. Lakini Ruto ashatoka. Lakini atatoka. Atajaribu tu, atajaribu kung'ang'ana lakini atatoka. Atatoka. Hiyo si vichi. Atajaribu juu chini lakini atatoka. Kwa hivyo wa Kenya mkae chonjo. Hivyo Roho wa Mungu amesema mfanye hivyo. Sababu sio mimi nasema. Hata wewe mwenyewe unajua nini unafaa kufanya mbele za Mungu. Kwa hivyo naachia hapo katika hii ufalme udhama kiwadha hii inakuja ambayo itakuwa ikiongozwa na one person ambaye akiongoza hawa wengine wa Kenya, hawa wengine wa Kenya mkuwe ready for a new sensation of leadership. Asante.